Wanafunzi wa kidato cha 4 shule ya sekondari Mang'oto wilayani Makete mkoani Njombe wametakiwa kuhakikisha kuwa wanapata ufaulu katika matokeo ya kidato cha 4 mwaka huu, kwani mazingira ni rafiki kwao kufanikisha wanafanya vizuri katika mitihani yao ya mwisho. Hatuamini kutakuwa na zero miongoni mwenu. Kama kuna mtu anaota kupata zero, basi aendelee kufanya bidii kwa muda uliobakia huu, kwa sababu hatuamini kwamba kuna zero miongoni mwenu. Hata sura zenu kiangalia hatuoni zero. Sio sura za zero hizo. Kauli hiyo imetolewa na mkuu wa taasisi ya elimu ya watu wazima Tanzania, Profesa Filipo Sanga, akishiriki mahafali ya 15 shuleni hapo, ambapo amesema hatarajii kuona wala kusikia shule hiyo imepata wanafunzi waliopata 0 katika matokeo ya kidato cha 4. Mwenyekiti wa bodi na mkuu wa shule ameniambia mikakati yopo. Hii shule tunatamani kabisa, na hii serious, tunatamani tuendelee kutoa mchango wa mawazo na kile kinachowezekana iwe shule bora kabisa, kwa sababu mazingira yake ni bora. Miundombinu hii iliyopo, sisi ambao tunazungukia shule zote za sekondari, za serikali, za binafsi, za msingi zote, za pre-primary, tunazungukia vyote, tunafahamu hii miundombinu yake iko vizuri sana. Ukitaka kufanya sana katika masomo yenu, ni lazima mwe ni watu wenye maono. Ukitaka kufanikiwa, lazima mwe na maono, sababu maono yanakulazimisha uwe na malengo. Huwezi kuwa na maono halafu ukawa huna malengo. Kuwa na maono ni kuwa tu natamani kuwa nani, natamani kuwa nafanya nini, natamani kuwa mtu wa aina gani. Kando ya mahafali hayo, Green FM imefanya mazungumzo na wanafunzi wa kidato cha 4 wanaotarajia kufanya mitihani yao hivi karibuni, ambapo Harriet Marcus na Timotheo Mlowe, mbali na kuahidi kufanya vizuri katika mitihani yao, wamesema bado shule hiyo inakabiliwa na upungufu wa vifaa mbalimbali. Changamoto zipo nyingi, lakini zifuatazo ni kadhaa ambazo ni muhimu ili kusaidia taaluma yetu endelee kupanda juu. Cha kwanza, tuna ukosefu wa maabara ya physics pamoja na biology. Hivyo inasababisha hata wakati wa kujifunza kwa vitendo tukashindwa kufanya vizuri katika mitihani yetu. Pili, tuna changamoto ya kutokuwa na maabara ya kompyuta, ambayo hii inaleta kikwazo kikubwa katika maendeleo yetu ya taaluma, na pia huleta maafa makubwa kwa sababu tunakosa taarifa za haraka ambayo ni material mbalimbali yanayotusaidia sisi wanafunzi kujisomea vizuri na kufaulu pia. Lakini kingine, tunakosa maktaba ya kujisomea sisi binafsi, ambayo sehemu hiyo ni tulivu, haina makelele, inayotusaidia sisi kujifunza vizuri na kupata maarifa mengi ambayo yatusaidia sisi katika mitihani yetu. Kwanza naishukuru serikali kwa kutufanikishia uboreshaji wa miundombinu kama vile mabweni mapya, bwalo linalotumika kwa ajili ya chakula na mambo mengine, madarasa kama ya kidato cha 5 na cha 6 ambacho tunatarajia kupokea miaka ijayo michache. Pia kutokana na mambo hayo mliofanikiwa, serikali iliyofanikisha kutupatia, pia tuna changamoto mbalimbali zinazotukumba ambazo zinatupelekea labda ufaulu wetu kwa chini. Mkuu wa shule ya sekondari Mang'oto, Mwalimu Dions Mgina, amesema amejipanga kuendelea kutokomeza 0 katika shule hiyo, na kwamba anatarajia watakuwa na matokeo mazuri ya kidato cha 4 na cha 2 kwa mwaka 2025 na miaka ijayo. Shule haina maabara ya kompyuta iliyounganishwa na internet, ambayo uwepo wake utasaidia walimu na wanafunzi kuongeza maarifa na ujuzi katika ujifunzaji na ufundishaji kwa kuzingatia mahitaji ya mtaala mpya. Shule haina maabara ya somo la fizikia na biolojia. Hali hii huchangia wanafunzi kukosa hamasa ya ujifunzaji katika masomo husika, kwa kuwa hukosa elimu kwa njia ya vitendo, na hivyo huchangia ufaulu hafifu na kushusha kiwango cha taaluma shuleni. Pia walimu wanaendelea kupambana na kuhakikisha kuwa wanafunzi wa kidato cha 2 na cha 4 hawatakuwa na daraja la 0 kwa mwaka wa masomo 2025 na kuendelea.